Kutokana na vitisho ambavyo vimekuwa vikitolewa na viongozi wa serikali pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, kufuatia kile ambacho kimekuwa kikiendelea kutangazwa katika mitandao ya kijamii na wanaharakati mbalimbali kuhusiana na maandamano yatakayoenda kufanyika mnamo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Viongozi mbalimbali wa serikali tumekuwa tukiona wakitoa vitisho. Mfano mzuri ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, ambapo amesema kwamba itatumika nguvu ambayo haijawahi kutumika hapo awali kuweza kulinda amani ya mkoa wa Dar es Salaam. Lakini akatokea mkuu wa wilaya wa Kisarawe, hapa tukizungumzia Magoti, yeye alisema kwamba hakuna mbu yoyote atakayeandamana atapigwa kipigo cha Kosovo. Yaani kwamba wananchi wakiandamana watapigwa kipigo cha Kosovo. Tunakumbuka haya maneno si mara ya kwanza kutoka. Hata kipindi kile cha maandamano ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, viongozi kama Chalamila walitoa matamko kama hayo. Rais akatoa tamko kwamba hakutokuwa na nyinyi wala nyunywinywi. Yeye ndiye amiri jeshi mkuu, na akatoa amri kwa vyombo vya ulinzi na usalama hadi akajumuisha JWTZ kwamba wajiandae kwa ajili ya uchaguzi, kwa sababu uchaguzi utakuwa na vyama vingi na kila chama kitakuwa na nia tofauti. Sasa hatujajua alimaanisha chama gani kitakuwa na nia tofauti, lakini tuliona vikosi vya ulinzi na usalama ni kweli vilijiandaa na tukaona kile ambacho kilifanyika. Kwa mujibu wa takwimu za tume ya Jaji Chande, zaidi ya watu 518 waliuawa katika maandamano hayo. Watu 518 waliuawa, lakini taarifa nyingine zinasema kwamba zaidi ya watu 10,000 waliuawa katika maandamano hayo. Hizo ni taarifa zisizokuwa rasmi, taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea kuzagaa katika mitandao ya kijamii kwamba ni zaidi ya watu 10,000 waliuawa katika maandamano hayo. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, tukiachana na mambo hayo yote, Askofu Benson Kalikawe Bagonza ameweza kufunguka mambo mazito hapa. Akasema kwamba atokee mwingine aseme hivi, yaani kwamba atokee kiongozi mwingine aseme hivi kwamba hakuna haja ya kuandamana, CCM itawapa katiba. Huu ni uongozi, hiyo ni diplomasia, hiyo ni hekima. Hata kama uwezi, unajenga matumaini ya wanaokudai kuliko kutunishiana misuli na raia wako. Na hiyo au maneno hayo yamesemwa na Bwana Kitila Mkumbo kwamba hakuna haja ya kuandamana, CCM itawapa katiba mpya. Sasa hatujajua kwamba CCM ndio ina mamlaka ya kuweza kutoa katiba au inakuwaje. Hatujajua kwamba CCM ndio iliyoshikilia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au CCM ndio nani. Tunajua ndicho chama tawala, lakini CCM haina mamlaka ya kuwaahidi wa Tanzania kwamba itawapa katiba mpya. Hakuna haja ya kuandamana. Katiba mpya ni takwa la nchi, na serikali ndiyo ina mamlaka ya kuweza kusema kwamba katiba mpya itapatikana lini na ni kwa muda gani, sio kutuambia kwamba CCM itawapa katiba mpya. Lakini hapa Bagonza akasema kwamba basi na atokee mwingine aseme. Hapa
akatoa maneno mengi zaidi ya 10 kwamba atokee mwingine aseme maneno haya. Moja, Tundu Lissu ataachiwa. Sitisheni maandamano yenu. Ipeni nafasi serikali ifanye kazi hii kwa umakini. Tamko hili halipunguzi chochote, ila linaongeza kitu. Jambo la pili akasema kwamba tume huru ni sehemu ya katiba. Msiandamane kupata kipande. Subiri mpate kitu kizima. Jambo la tatu akasema kwamba utekaji umetufarakanisha. Kila chama na kila dini wameathirika. Maandamano yenu yanatupa nguvu ya kuweza kukabiliana na watekaji. Tulieni wasije wakajichanganya na maandamano yenu. Hamasa yenu imetupa nguvu ya kuwakabili watekaji. Nadhani mnayasikia vizuri maneno ya Askofu Benson Bagonza. Ukiwa na akili za uchawachawa hapa huwezi ukaelewa chochote. Lazima utulize akili na utumie akili yako kuweza kumwelewa huyu Askofu Benson Bagonza. Lakini jambo la 4 akasema kwamba ndugu zetu na ndugu zenu wametekwa na kutuumiza sote. Serikali yetu mnayoichukia na kuipenda itahakikisha wanapatikana na watatusaidia kujua mbinu za watekaji. Lakini namba 5 akasema kwamba maandamano ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 yameleta madhara makubwa kwa taifa letu. Taifa limegawanyika na kuvimba kwa chuki. Hatupendi yarudiwe. Tumeubaini mwanya uliotumiwa kuchelewesha serikali isishughulikie kero zilizobainishwa na tume na kugeuka kuwa vyanzo vya maandamano hayo. Tumejifunza, tunakaa pamoja haraka na kupitia kero hizo. Lakini jambo la 6 akasema kwamba maandamano ni haki yenu, haiwezi kuzuiwa na chombo chochote. Serikali haijashindwa kushughulikia madai yenu. Hata mkilazimika kuandamana kwa amani, serikali itawalinda na kuwasikiliza. Ikiwa mnaweza kusikilizwa bila kuandamana, kwa nini kuandamana? Lakini namba 7 akasema kwamba kwa nini asitokee kiongozi mwingine serikalini kama ambavyo ameweza kutokea Bwana Kitila Mkumbo, na akasema ya kwamba hakuna haja ya kuandamana, CCM itawapa katiba mpya. Sasa katika kile ambacho ameweza kukisema Askofu Bagonza ni kwa kusema kwamba namba 7, vikundi vinavyojitokeza kuzuia maandamano na kuzungumzia masuala ya ulinzi na usalama havijatumwa na serikali. Vikundi hivyo vina haki ya kuonyesha mapenzi na uzalendo bila kuingilia masuala ya ulinzi na usalama. Mamlaka husika zinashughulika navyo. Kwa nini asitokee kiongozi mwingine akasema hivyo? Lakini namba 8 akasema kwamba kwa nini asitokee kiongozi mwingine akasema kwamba tunaomba wajibu wa kuweza kulitetea taifa letu ili liendelee kuvutia watalii, mitaji na wawekezaji. Makundi ya Vigilant, Militia, wasiojulikana, Red Brigade, Green Guard, Panya Road na kadhalika vinalichafua taifa na kuvutia ugaidi nchini. Picha za polisi wenye silaha sio kivutio cha utalii. Aidha, wahalifu wa fedha na haki za binadamu wanajificha humo. Serikali inaonya kwamba vikundi hivyo kuwasha mara moja. Kwa nini asitokee kiongozi mwingine akasema hivyo kama ambavyo ameweza kusema Kitila Mkumbo? Lakini jambo la 7 akasema kwamba kwa nini asitokee kiongozi akasema kwamba bajeti ya serikali ndo kwanza imepitishwa, inalenga kupunguza ukali wa gharama za maisha na ajira kwa vijana. Tuipe fursa bajeti hii ili ianze kazi ya kuweza kutatua kero hizi. Wakati huo huo, milango iko wazi
kwa mazungumzo ya kuweza kutafuta suluhu ya kero hizi zinazolalamikiwa. Kwa nini asitokee kiongozi mwingine akasema hivyo? Lakini jambo la 10 na la mwisho akasema ya kwamba kwa nini asitokee kiongozi akasema kwamba malalamiko wanaopanga kuandamana kupinga uhalali wa serikali tumeyasikia. Aidha, maamuzi ya nchi za magharibi pia tumeyasikia. Madai yote ya ukweli na uwajibikaji tumeyapokea. Serikali imeanza mazungumzo ya kidiplomasia na nchi za magharibi kuhusu masuala hayo. Serikali iko tayari kushiriki mazungumzo ya ndani ili kuweza kutafuta mwafaka wa madai haya. Serikali inaamini maandamano juu ya swala hili yangefanyika baada ya kushindwa kwa mazungumzo. Serikali inayokubali kushindwa na raia wake ndiyo serikali makini. Kutunishiana misuli na kutumia magenge ya mbwa mwitu ni sifa ya serikali za kibabe zinazoongozwa na magenge ya madawa ya kulevya. Tusifike huko. Hapa akawa amemaliza Askofu Benson Bagonza kwa kutuambia kwamba serikali zinazotunishiana misuli na wananchi ni zile serikali zinazoongozwa na magenge ya mbwa mwitu na ni serikali zenye sifa zinazoongoza kibabe na magenge ya madawa ya kulevya. Si maneno yangu, ni maneno ya Askofu Benson Bagonza, na akamalizia kwa kusema kwamba tusifike huko. Lakini jambo lingine hapa akasema kwamba bora tuwe kama Zimbabwe kuliko Nigeria. Zimbabwe chini ya Robert Mugabe ilijulikana kwa msimamo dhidi ya mabeberu na kusababisha mkwamo wa kiuchumi. Nigeria ilijulikana duniani kwa utapeli na rushwa. Kule polisi anamtoza rushwa polisi katika kituo kimoja na waza, yaani kwamba Nigeria polisi anamtoza rushwa polisi mwenzake katika kituo kimoja, anawaza. Sasa hapa akawaza mambo matano tu, hakutaka kuwachosha. Kwa miaka mingi tulikuwa tunahigwa, tukapokea wageni wa kujifunza katika kila sekta kutoka kila upande. Sasa kibao kimegeuka, waliotuiga tunaenda kujifunza kwao. Hii sio kula pensheni kupitia watoto, ni kuwanyonya watoto. Lakini jambo la tatu akasema kwamba hata tuliowakomboa na kuwaruhusu kutumia pasipoti na uraia wetu, sasa tunawazidi katika kutengeneza maudhui ya kuchekesha. Tunachekesha hawachekeshi, yaani kwamba tunacheka hawacheki. Lakini namba 4 akasema kwamba tulijitolea bila malipo kutoa taarifa za usalama wa taifa letu kwa uzalendo. Sasa uzalendo tumeuwekea bei. Ukiripoti ukweli unapata laki, ukimsingizia mtu unapata 500,000. Hivi hakuna makanisa? Hakuna misikiti? Maskini mzalendo, bajeti ikiisha tusiripoti. Lakini namba 5 akasema kwamba hii ni ajira mpya isiyohitaji interview. Unaripoti unapata laki, uliyemripoti anampa 200,000 aliyepokea ripoti. Kesi imeisha, wote tumepata, tunagawana keki ya taifa. Sina lengo la kuwachekesha au kuwaudhi. Yote mawili yanaweza kugeuzwa kuwa chanzo kipya cha kodi ya kuchekesha au kununa. Namaanisha kabisa kwamba hakuna bei ya uzalendo. Taifa limevimba, kwenye vyama hakuko sawa, polisi hawajalipwa posho. Watawalipaje watu wa taarifa? Fikiria mpaka utoe jasho. Tafuta maoni
au rudi mezani mkayajenge na waandamanaji hewa. Tukwepe kituo cha mjaluo kazi, kujifungua bila kuvua nguo za ndani. Video ni fupi sana, iangalie, ina fundisho refu sana. Akamalizia kwa kutuambia hivyo Askofu Benson Bagonza. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hapa ni muda wa kukusogezea baadhi ya maoni ya wadau ambao wameweza kuyatoa kuhusiana na hiki ambacho ameweza kukisema Askofu Benson Bagonza. Nitakusomea baadhi ya maoni ya watu 5 hapa, alafu nitakuachia wewe mtazamaji na mfuatiliaji wetu uweze kutuambia ni kipi ambacho unacho. Huyu wa kwanza anasema kwamba Baba Askofu, ongera kwa kutoa tiba kwa muda mrefu bila kuchoka, japokuwa mgonjwa wako unayemtibu wala aonyeshi dalili za kupata nafuu au aueni, pamoja na kwamba unabadilisha tiba, ila mgonjwa yuko kama mwanzo. Hii ni dalili mbaya, ila Mungu muumba mbingu na nchi hajawahi kushindwa na jambo lolote. Lakini mtu mwingine hapa anakuja kusema kwamba Baba Askofu, sijaona mtu mwenye uwezo wa kufikiri haya, lakini pia kiburi cha bunduki ni kikubwa kuliko cha uzalendo. Haya inabidi ayawaze mwenye kutambua kuwa Tanzania ni yetu sote, sio ya wale wa sisi ndo wenye haki nayo. Asante Baba Askofu. Lakini mwingine hapa akaja kusema kwamba narudia tena, kama washauri hawa wote wanapouzwa, kuna anguko lipo mlangoni. Haijalishi nani atalishuhudia na nani hatakuwepo kwa wakati husika, ila lipo. Dawa ya kuepuka ni kutekeleza yanayodaiwa, sio kutishia wanaodai. Mngoni na unga hoja ya Mjaruo. Lakini mtu mwingine akaja kusema kwamba mwenye kusikia na asikie. Pia na Wajaruo wa Baba Askofu Kalikawe Bagonza wakumbushwe kuwa sikio la kufa alisikii dawa, vinginevyo angalau wasingemsikiliza yeye kama mtumishi wa Mungu, wakaachana na unyambo wake, maana asiyesikia la kuhani mkuu huvunjika guu. Lakini mwingine hapa wa mwisho akasema kwamba kwa maandiko haya Baba Askofu yanapaswa kuweka kwenye kitabu maalum. Sijui kama kuna namna nyingine ya haya uliyoyaandika juu ya uzalendo wa nchi yako, na kiongozi wa kiroho umetimiza wajibu wako kama binadamu. Udaiwi kwa kuhubiri kwa njia ya mtandao. Hakika huu waraka wa maandishi yako naomba upelekwe kwa Mheshimiwa Rais jinsi ulivyo, bila kuchakachua, yataifaa nchi kuweza kuponya, tusifike kule ambako akutokuwa na mimi au yule. Mungu akupe zaidi maono na yatimie. Mwisho wa kile ambacho tulikuwa tunakusogezea kuhusiana na maoni ya huyu mtu. Lakini mwingine hapa akasema kwamba hakuna kazi ngumu kama kumfundisha ng'ombe aliyelemaa badala aliyemee badala ya moo. Ni uhakika utaishia kumchinja tu. Mimi baada ya kuhitimu kisomo nikajaribu kufanya kile ambacho wengi wameshindwa. Nilijitolea kuwafundisha ng'ombe na mbuzi wasiwe wanafanya uzinifu hadharani, wawe wanafanya faraga. Darasa langu lilikosa wanafunzi kabisa. Ng'ombe na mbuzi waliniambia kwamba hata kama watakubali na kuyaelewa masomo yangu, lakini hawataacha kuzini hadharani kwa sababu jeti zao zipo nje. Kwa nini wasizini? Lakini kuna mwingine hapa, na huyu ndiye atakuwa wa mwisho. Yeye atatufungia kwa kutuambia kwamba viongozi wetu wa dini wenye mapenzi mema na wasio waoga kutimiza jukumu lao na agizo kuu la Mungu, akiwemo Baba Askofu Bishop Kalikawe Lwakalinda Bagonza, hawajakaa kimya.
wamekuwa wanatoa mwelekeo mzuri wa nini kifanyike. Kwa nini amchukui mambo mema ya kuliponya taifa? Laiti tungesikiliza tangu mapema, hapa tulipo tusingefika. Sasa tumeshafika, tunatokaje? Busara itumike kuliko kuchochea. Vikundi vyote vihovu vinavyojitangaza kabisa kwamba wao ni mbwa mwitu. Inachekesha kweli. Avae asijisifu kama avuaye. Wafalme 1 mstari wa 20 mpaka wa 11. Huyo ametufungia katika upande wa comment section, na tunakuacha wewe mtazamaji na mfuatiliaji wetu uweze kutuambia ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na